أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kuhusiana na matukio ya vita vya Uhud, kuna matukio mengine yanayoonyesha na kudhihirisha vipengele vizuri vya sira tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jabir bin Abdullah anasimulia ya kwamba hata Abdullah bin Amr alipofariki dunia alikuwa akidaiwa. Mimi nikamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam msaada ili yeye awafahamishe watu waliompatia mkopo kwamba wao wampunguzie mkopo wake. Nabii sallallahu alaihi wasallam akaongea nao, lakini wao hawakupunguza chochote kutoka mkopo wake. Ndipo Nabii sallallahu alaihi wasallam akaniambia kwamba nenda uziweke kila aina za tende zako kwenye sehemu tofauti. Kuna tende za aina hivyo uweke malundo ya tende katika sehemu tofauti tofauti. Alisema kwamba uweke aina ya ajwa katika sehemu tofauti na Azko bin Zaid kwenye sehemu nyingine, kisha nitumie ujumbe. Nikafanya hivyo na nikamtumia ujumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na akaketi karibu na malundo ya tende. Kisha Mtume akasema kwamba uwapatie watu hawa kwa kupima. Hivyo nikawapatia kwa kupima mpaka nikawapatia haki zao, lakini hata hivyo tende zangu zikabaki. Ilikuwa ikionekana kwamba hakuna pungufu litokalo kwenye tende zile. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya dua kwa ajili ya mashahidi ya Uhud kwamba ewe Allah, uzalishe walezi walio bora kwa ajili ya wanafamilia wa mashahidi wa Uhud. Akieleza maelezo yake, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza hivi ya kwamba Hazrat Musleh Maud amezungumzia mama mzee wa Hazrat Muaz kama nimekusha eleza katika hutuba iliyopita, ambaye katika mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka nje ya Madina. Mimi kama nisemavyo nimekusha eleza maelezo haya katika hutuba zilizopita. Baada ya kueleza maelezo yake, Hazrat Musleh Maud anasema ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kwa kusimamisha kipando chake akamwona mama huyo mzee na akaomboleza naye juu ya kifo cha kishahidi cha mwana wake. Muslim anasema kwamba muangalie na mutafakari juu ya matukio haya na muangalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyokuwa na hisia kwamba mtu ambaye anafikiwa uchungu ahurumiwe, na kisha Mtume akamwambia mama mzee kwamba ufurahie na pia uwapatie ndugu zako wengine habari hii njema ambao jamaa zao wameuawa shahidi katika vita hii, kwamba watu wetu wote waliouawa shahidi Mwenyezi Mungu amewaweka kwa pamoja katika pepo,
na wote wakafanya dua kwa allah kwamba ewe mwenyezi mungu uwajali na uwalinde wanafamilia wetu. Na baada ya kumwambia hayo mtume sasa akafanya dua mwenyewe kwamba ewe allah uzalishe walezi walio bora kwa ajili ya wanafamilia wa mashahidi. hiyo inatuonyesha namna ambavyo mtume salallahu alaihi wasallam kabla hajaingia madina akawatia moyo wanafamilia wa mashahidi na akaonyesha huruma kwao, na japokuwa mwenyewe alikuwa ameshapata majeraha na jamaa zake wa karibu walikuwa wamekufa na maswahaba zake wa karibu walikuwa wamefariki, mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa anawatia moyo watu wa madina na hakuwa na wasiwasi hata kidogo juu ya uchungu wake na matatizo yake. min ghairi yake hawezi kuwepo mtu ambaye katika muda wa matatizo, huzuni na msiba awatendee wengine kwa huruma. katika muda kama huo watu hata hawataki kuongea na watu wengine, na hilo ni mbali kwamba wao wawatendee wengine kwa huruma. kisha kuna dua nyingine ya mtume salallahu alaihi wasallam ambayo alifanya kwa ajili ya mjane wa shahidi mmoja, na dua yenyewe ilikuwa ndiyo hii kwamba mimi nafanya dua kwa allah kwamba mwenyezi mungu azalishe mtu aliye mbora zaidi kuliko mume wako. akieleza maelezo yake hatmuslim maud ameandika kwamba kwa ajili ya mtume salallahu alaihi wasallam vita vya ohd ilikuwa ni vita yenye subira sana, na kabla ya vita hiyo alikuwa hakushambuliwa hivi kama alivyoshambuliwa katika vita vya ohd. katika vita vya ohd alishambuliwa na meno yake yakavunjika na akapata majeraha vile vile, na zaidi yake maadui wakapita juu ya mwili wake na juu ya miili ya wenzake, na huo ulikuwa ni mfano wa kwanza katika maisha yake. lakini hata hivyo kwenye vita hii sisi tuangalia ya kwamba jinsi mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alivyodhihirisha azma yake na khulqa zake tukufu na akawatendea wengine kwa huruma sana. kwa kusoma hali za vita hii tunapata kujua namna ambavyo alikuwa amesimama juu ya daraja kubwa na tukufu ya khulqa, na pia tunapata kujua jinsi maswahaba zake walivyojitolea. anasema kwamba mimi nazungumzia muda ambapo vita ilipokwisha na mtume alikuwa anakuja madina. kina mama wa madina ambao kwa kusikia taarifa ya kifo chake walikuwa wamekosa utulivu, sasa kwa kusikia taarifa ya ujio wake walikuwa wametoka nje ya madina na kufika mahala fulani. kati yao alikuwepo shemeji yake mmoja zainab binte jahash ambaye jamaa zake wa karibu pia walikuwa wameuawa shahidi. hapo ningependa kutoa ufafanuzi ya kwamba katika anarulum tukio hilo limeandikwa au mwandishi ameandika, katika jina kuna kosa limetokea. zainab binti jahash alikuwa mke wa mtume salallahu alaihi waalihi wasallam, lakini shemeji ya mtume salallahu alaihi wasallam jina lake lilikuwa hamna binti jahash ambaye alikuwa mke wa musa bin umair. kwa vitu vile popote pale ambapo kosa hili limetokea mimi nitaendelea kulirekebisha. mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alipomwona akasema kwamba uomboleze mfu wako, na huo ni msemo wa lugha ya kiarabu ambao maana yake ni kwamba mimi nakupa habari kwamba jamaa yako fulani amekufa, ameuawa. hapo hamna jina lake halisi lilikuwa hamna binte jahash akasema ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam ni omboleze mfu gani? mtume akasema kwamba mjomba wako hamza ameuawa shahidi. kwa kusikia hayo hamna akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na kisha akasema kwamba mwenyezi mungu apandishe daraja zake, yeye amekufa kifo kizuri. kisha mtume akasema kwamba sasa uomboleze mfu wako mwingine. hamna akasema kwamba ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam ni nani huyu? mtume akasema kwamba ndugu yako abdullah bin jahsh pia ameuawa shahidi.
hamna akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na akasema alhamdulillah ye amekufa kifo kizuri sana. mtume akasema kwamba hamna uomboleze mfu wako mwingine. ye akasema kwamba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nani huyo? mtume akasema kwamba mume wako pia ameuawa shahidi. kwa kusikia hayo machozi yakaanza kutoka machoni mwa hamna na yeye akasema kwamba ni masikitiko yangu. kwa kuona hayo mtume akasema kwamba angalieni mwanamke jinsi anavyokuwa na uhusiano mzito na mume wake. nilipomwambia hamna kuhusu kifo cha mjomba wake ye akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na nilipompatia taarifa ya kifo cha ndugu yake ye akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. lakini nilipomwambia habari kuhusu mume wake ye akasema kwamba ni masikitiko yangu, na hakuweza kuzuia machozi yake na akakosa utulivu. kisha mtume akasema kwamba mwanamke katika muda kama huo anasahau jamaa zake wa karibu na jamaa zake wa damu, lakini anamkumbuka mume mwenye kumpenda. kisha akamuuliza hamna kwamba kwa kusikia taarifa ya kifo cha mume wako kwa nini ulisema kwamba ni masikitiko yangu? hamna akasema ya rasulullah, mimi nikakumbuka watoto wake kwamba nani atawalea. mtume akasema kwamba mimi nafanya dua kwa allah kwamba mwenyezi mungu amzalishe mtu aliye mlezi bora zaidi kuliko hata mume wako. na natija ya dua hiyo ilikuwa ndiyo hii kwamba hamna akaolewa na talha na muhammad bin talha akazaliwa kwake. na katika historia inapatikana ya kwamba talha alikuwa hampendi mwana wake muhammad kwa kiasi hicho jinsi alivyokuwa akiwapenda watoto wa hamna kutoka mume wake wa kwanza. na watu walikuwa wakisema kwamba mwenye kuwalea watoto wa mtu mwingine kwa upendo na mapenzi haya hakuwepo zaidi ya talha. na hiyo ilikuwa natija ya dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kisha ameeleza tukio hilo hilo kwa njia nyingine ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipodhihirisha huruma kwa hamna binti jahsh na akasema kwamba angali jinsi mwanamke anavyokuwa na uhusiano mzito na mume wake. maana yake ilikuwa ndiyo hii kwamba wanaume pia wanatakiwa kuwatendea wake zao kwa huruma na kwa hulka njema. hilo ni somo kwa wanaume wote kwamba wawatendee wake zao kwa hulka njema, na juu ya mambo madogo madogo wasianze kuwapiga. saa nyingine watu wanatengeneza uzuru kwamba sisi tuna ruksa ya kuwapiga, bali wanatakiwa kuwatendea kwa huruma na kwa hulka njema. alisema kwamba wake zao wakijitenga na jamaa zao wanapoishi kwao, basi adili inawataka kwamba wao pia wawaheshimu na wasipigane nao juu ya mambo madogo madogo. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema hayo, upande mmoja akamtia moyo hamna binti jahash na upande wa pili akaeleza nasaha ili wanaume wawatendee wake zao kwa huruma na kwa hulka njema. kwenye kila jambo lake kuna kuwa na somo. mtu akitafakari anapata kujua kwamba mambo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa ajili ya watu wote, na katika mambo yake maongezi yake kuna nasaha kwa ajili ya watu wote. kisha kuna kipengele kingine cha sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi alivyokuwa akiheshimu hisia za watu wengine. hata Muslim Maud ameeleza kwamba mtume alipoingia Madina, kwa sababu ya majeraha alikuwa amechoka sana, hivyo maswahaba wakamshusha kutoka kipando kwa msaada. ili kwa muda wa magharibi mtume akaswali sala ya magharibi na akaingia nyumbani kwake. kina mama wa Madina ambao jamaa zao wa karibu walikuwa wameuawa shahidi katika vita na taarifa zao zilikuwa zimewafikia, wao wakaanza kulia. mtume aliposikia sauti zao akahisi uchungu wa waislamu na machozi yakatoka kutoka macho yake. kisha mtume akasema kwamba lakin hamzata fala buwakia lahu, baba yangu mdogo Hamza pia amewawa shahidi, lakini hakuna mwenye kuomboleza juu yake.
kwa kusikia hayo maswahaba ambao walikuwa wakitamani kutimiza hisia zake na walikuwa wakitamani kwamba waweze kumsaidia mtume saa salam kwa namna zote wakakimbilia nyumba zao na wakaenda kuwaambia wake zao kwamba sasa muzuie kulia juu ya jamaa zenu na sasa muende katika nyumba ya mtume na mufanye maombolezo juu ya hamza katika muda huo mtume sasa ambaye kwa kuwa alikuwa amechoka na alikuwa amekuja katika hali ya uchovu akaanza kupumzika hat bilal akatoa azana ya isha lakini kwa kufikiri kwamba mtume amekuja akichoka hivyo hakumwamsha muda fulani wa usiku ulipopita ye akamwamsha kwa ajili ya swala mtume alipoamka wakati ule kina mama bado walikuwepo katika nyumba yake na walikuwa wakiomboleza juu ya hata hamza mtume akasema kwamba hiyo ni nini akaambiwa kwamba ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam wanawake wa madina wanalia juu ya kifo cha hata hamza mtume akasema kwamba mwenyezi mungu awarehemu wanawake wa madina ambao wamezihirisha huruma kwangu kisha akasema kwamba nilikuwa najua kwamba answar wananipenda sana na pia akasema kwamba kuomboleza hivi ni jambo ambalo mungu halipendi maswaba wakasema kwamba ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam hii ni desturi ya kaumu yetu na tusipolia hivi hisia zetu hazipoi mtume akasema kwamba mimi siwakatazeni kulia isipokuwa kina mama waambiwe kwamba wasipige juu ya nyuso zao na wasivute nywele zao na wasichane nguo zao na kama wanalia yani machozi yanatoka kutoka macho yao hakuna shida wanaweza kulia tu mambo hayo yanazuhirisha hali yake ya kihulka japokuwa alikuwa amejeruhiwa na alikuwa na shida lakini alikuwa akijali sana hisia za watu wengine kisha muslim maud ameeleza tukio hilo kwa namna nyingine ya kwamba mtume alipoona kwamba wanawake wa madina wanaomboleza wafu wao mtume saa salam kwa wazo hili kwamba wahajiri na jamaa wa hamza wasifikiri kwamba sisi hatuna jamaa zetu hivyo akijali hisia zao mtume akasema kwamba leo hakuwepo mtu mwenye kulia juu ya hamza na wanawake wa madina walipoanza kuomboleza hata hamza mtume akawazuia kwamba kuomboleza hivyo si halali hiyo inazuhirisha kwamba ikiwa kwa kweli mtume angekuwa na wazo hilo kwamba hata hamza aombolezwe baadaye yeye asingewazuia asingewakataza na mtume sallallahu alaihi wasallam alipodhihirisha hisia zake kwamba hakuna mwenye kulia juu ya hamza wakati ule pia jaziba yake ilikuwa ni ya kuwatia moyo na alipowakataza wakati ule pia alikuwa na jaziba ya kuwatia moyo kwani mtume akawazuia kina mama lakini pamoja na hayo akasema kwamba wao wamedhihirisha huruma kwangu na akasema kwamba nilikuwa najua kwamba answar wananipenda sana na kwa kusema hayo alikuwa amemaanisha kwamba wao wasijisikie vibaya juu ya kukatazwa kwao hivyo yeye akawakataza kulia lakini pia akawashukuru vile vile na sisi tunaona njia hii yenye shani na azim aliyoitumia katika muda huo ilhali katika muda kama huo mtu ambaye jamaa zake wa karibu wawe wamekusha uwawa na mtu mwenyewe pia awe na majeraha na katika siku za usoni iwepo hatari hakuna awezaye kudhihirisha mfano jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyodhihirisha katika vitabu vya historia maswahaba ambao panga zao zilitimiza haki katika vita vya uhud inapatikana hivi kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alipoingia nyumbani akimkabizi binti yake fatuma upanga akasema igseli an haza damuhu ya bani bunayata fawallahi laqad sadaqani lyawm ewe binti yangu mpendwa uoshe damu iliyopo juu ya upanga huo wallahi leo upanga huu umetimiza haki kisha ali akimkabisa fatuma upanga wake akasema kwamba uoshe damu iliyopo juu ya upanga huu na wakati ule yeye akarudia maneno yale yale aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wallahi leo upanga huu umetimiza haki yake kwa kusikia hayo mtume akasema kwamba
lain kunta sadakta lyoma alqitala lakad sadaka maaka sahal ubnu hunafin wa abu dajana, kama wewe leo umefanya kazi kubwa katika jihadi basi pamoja nawe sahal bin hunaf na abu dajana pia wameonyesha ushujaa mkubwa. katika riwaya moja inapatikana kwamba mtume saa salam alisema kwamba kama wewe umefanya kazi kubwa katika kutumia upanga basi sahal bin hunayf abu dujana asim bin sabit na haris bin sima pia wameonyesha na wamezuhirisha ushujaa mkubwa. almuslih maud anasema ya kwamba katika historia imeendikwa ya kuwa hat ali baada ya kurejea kutoka uhud akampatia hat fatuma upanga wake na akasema kwamba uoshe, leo upanga huu umefanya kazi kubwa. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasikiliza jambo hili la hat ali. mtume akasema kwamba ali, sio upanga wako peke yake uliofanya kazi, bali wapo ndugu zako wengine ambao panga zao zimeonyesha na zimezuhirisha ushujaa mkubwa. na mtume akitaja majina ya maswaba 6-7 akasema kwamba hata panga zao hazikuwa chini ya upanga wako. ilmuradi mtume sallallahu alaihi hakuvumilia kwamba mwanamke wake aseme jambo fulani ambalo liwauzi maswahaba wengine. hilo linatuonyesha jinsi mtume sallallahu alaihi alivyokuwa makini juu ya mambo yote madogo na makubwa. na japokuwa tukio la vita vya Uhud lilikuwa tukio kubwa ambapo baada ya kutokea tukio hilo watu walikuwa na wasiwasi kwamba maadui watapata ujasiri zaidi au kuna nini kitakachotokea katika siku za usoni, na mtu katika muda kama huo hajali mambo madogo madogo, lakini mtume akawatendea wote kwa huruma na akawatia moyo. matukio ya vita vya Uhud yanakwisha hapa. kuna vita nyingine ambayo jina lake ni ghazwae hamraul asad itokayo mwezi wa shawal mwaka wa 3 wa hijra. sasa naeleza kuhusu vita hii. kimsingi vita hii pia ni sehemu ya vita vya Uhud, kwani kwa msingi wa matukio yatokayo katika vita vya ghazwae hamraul asad, ushindi wa vita vya Uhud unahesabiwa kama ushindi wa waislamu. hamraul asad inapatikana ikiwa na maili 8 kutoka madina katika njia iendayo zulhalafa. kulikuwa na sababu gani ya ghazwa ya hamraul asad? kuhusu hiyo imeendikwa ya kwamba vita vya Uhud ilipokwisha, mtume sallallahu alaihi wasallam muda wa jioni akaja madina, na japokuwa alikuwa amejeruhiwa sana lakini akaswali sala ya maghribi na akaja kuswali katika misikiti na pia akaja kuswali sala ya isha misikitini. baada ya swala ya isha nabii sallallahu alaihi wasallam alienda nyumbani kwake, lakini inaonekana kwamba yeye hakulala usiku kucha, kwani alikuwa na wasiwasi kwamba abu sufyan anaweza kutengeneza mpango wa kuishambulia madina pamwe na jeshi lake. hivyo katika madina kulikuwa na hali fulani ya isiyo kawaida, na pia maswahaba wakaendelea kulinda nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume saa salam alikuwa amefanya tahkik kwamba abu sufyan ana nia gani, ana mipango gani. je, anajiandaa ili kuishambulia madina? japokuwa alipokea taarifa kwamba abu sufyan ameelekea upande wa makka pamoja na jeshi lake, lakini hata hivyo mtume sasa hakughafilika juu yake. na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam wasiwasi zake zikawa sahihi, na usiku ulikuwa bado haukukwisha, ndipo mtume akapata taarifa kwamba abu sufyan pamoja na jeshi lake yuko tayari kuja kuishambulia madina. kilichotokea ni kwamba washirikina waliporejea kutoka medani ya Uhud, njiani watu waliokutana nao na wakipata taarifa ya vita walikuwa wakiwaambia kwamba nini hamkumua Muhammad saa salam, na pia hamkuwaleta kina mama waislamu, na pia hamkuleta wafungwa wao na mali ya ghanima. sasa mnazungumzia ushindi gani? kwa kusikia mambo hayo, jeshi hilo likafika katika maeneo fulani ya Roha
iliyokuwa na kilomita kama 74 au 54 kutoka madina, na wakaanza kujadiliana wakisema kwamba kwa kweli jambo hili ni sahihi, sisi hatuna mahbusu, hatuna mali ya ghanima, hivyo kazi hiyo ni mbaya sana tuliyofanya, basi tunatakiwa kurejea nyuma na kuishambulia madina. Lakini katika jeshi hilo hilo kiongozi mwingine Safwan bin Umayya akatoa ushauri kwamba msifanye hivyo, na wakati huo msitafakari kuishambulia madina, la sivyo mtashindwa vibaya. Lakini Abu Sufyan na uwingi wa wenzake wakatoa uamuzi kwamba tunatakiwa kuishambulia madina, waila tutarejea Maka na uso gani? Upande ule katika jeshi la Abu Sufyan mashauri hayo yaliko yakiendelea, ndipo kwa ajili ya sala ya alfajiri hat Bilal akatoa azana na akaanza akaketi na akaanza kumsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika muda kama huu hat Abdullah bin Amr bin Auf Muzni akaaja kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja nje na akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam taarifa hii kwamba yeye anatoka kutoka nyumba yake na njiani amepita karibu na jeshi la Abu Sufyan, na yeye amesikia Abu Sufyan na wenzake wakisema kwamba nini hamkufanya chochote, nini hamkuwapatia waislamu madhara yoyote, nini hamkuwapatia waislamu madhara na uchungu wowote, na nini mmewaacha na hamkuwaangamiza. Makafiri wakasema kwamba katika waislamu bado wapo watu wakubwa ambao watajumuika tena zidi yenu, hivyo murejee ili tuwaangamize kabisa watu hawa waliobaki kwao. Sufwan bin Umayya akaanza kuwazuia na akasema kwamba ni kaumu yangu, msifanye hivyo, kwani wao wamekwisha pigana vita na mimi nina hofu kwamba watu waliobaki nje ya vita sasa wao watajumuika pamoja nao zidi yenu, hivyo murejee, kwani ushindi mmekwisha upata tayari, kwani nina hofu kwamba kama mtarejea mtashindwa. Mtume saa salam aliposikia hayo akasema kwamba Safwan japokuwa si mwenye akili sana, lakini jambo lake hilo lina mantiki kubwa, yani kumzuia Abu Sufyan ili asiishambulia Madina. Lakini pamoja na hayo Nabii saa salam akasema kwa ujalali kwamba na apa kwa dhati ambaye uhai wangu mkononi mwake, kama wao wakiishambulia Madina, basi kwa ajili yao alama zimewekwa juu ya mawe ambayo kwa sababu ya mvua zake alama zao zitafutika na wao watakuwa habari ya kale. Yapo maelezo mengine ambayo nitaeleza katika siku za usoni. Na jambo la pili ambalo naendelea kusema ni dua. Muendelee kufanya dua na maombi kama ilivyokuwa wasiwasi. Israel imeishambulia Iran moja kwa moja, kila moja anajua hali itakuwa mbaya zaidi. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wa dunia akili ambao wamekuwa sababu ya kuongeza vita kuu, na pia awajalie umati wa Kiislam uelewa na akili, na awajalie kwamba wao wakiwa pamoja waweze kupambana na maadui zao na waweze kutumia hekima. Wakati huu ningependa kuwazungumzia marehemu wawili. Marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Maulana Ghulam Ahmad Sahib Nasim, alikuwa mbashiri wa Jamaat, aliwahi kuwa profesa katika Jamia Ahmadi Rabwa. Siku hizi alikuwa anaishi Marekani. Siku za nyuma akiwa na umri miaka 93 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jina la baba yake lilikuwa ni Salam Muhammad Sahib, ambaye kwa kuona alama ya kupatwa kwa jua na mwezi alianza kumtafuta Mahdi. Alipoona nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua akaanza kumtafuta Imam Mahdi, na miaka mingi ikapita juu yake, na kisha mwaka 1901 akafanya bayati.
kwa sababu ya kuishi katika maeneo ya mbali hakuweza kuja Kadian kwa ajili ya kumwona Masihi Maud. Mir Salam Ahmad Saheb alikuwa Musi. Kwa sababu ya kukubali Ahmadia akapingwa vibaya katika kijiji chake. Hiyo ilikuwa familia moja tu ya Kiahmadia. Mir Ghulam Ahmad Nasim Saheb alipokuwa anasoma mwaka 1947 akaandika barua ya kujitolea maisha yake wakfu na kibali chake kikatokea, na kisha akapewa mwongozo na agizo kwamba aendelee kusoma. mwaka 1948 akaanza kusoma katika madrasa ya Ahmadia Ahmadnagar baada ya kutokea uhuru, na mwaka 54 akafaulu mtihani wa Maulvi Fazal, kisha akapata digri ya shahid kutoka Jamiatul Mubashirin. mwaka 57 akaanza kuitumikia jamaati. katika mwaka 1960 akafika Sierra Leone ambapo pamoja na kufanya kazi ya ubashiri akaendelea kutoa huduma kama mwalimu mkuu katika Ahmadiyya School do. baada ya kurejea Pakistan akateuliwa katika Jamia Ahmadiyya ambapo akatoa huduma kama muhtamim katika maktaba, na pia akafaulu mtihani wa MA katika lugha ya Kiarabu kutoka chuo cha Punjab. mwaka 66 akateuliwa kama mbashiri wa Guyana ambapo akatoa huduma ya ubashiri kwa miaka 4 na robo. miaka ya 70 akarejea Pakistan. kuanzia mwaka 70 hadi 75 akaendelea kutoa huduma kama mwalimu wa wanafunzi, haswa wanafunzi wa nje katika Jamia Ahmadiyya. kuanzia 75 hadi 79 akatoa huduma kama mbashiri katika nchi ya Zambia. kisha kuanzia 80 hadi 97 akaendelea kutoa huduma katika Jamia Ahmadiyya kama mwalimu wa historia na tasawuf. katika matukio yake imeelezwa ya kwamba yeye akaendelea kutoa huduma kama mbashiri katika Sierra Leone, Guyana na Zambia kwa miaka 11, na muda huo wote akaishi nje ya Pakistan bila familia yake. Khalifa mtukufu wenye rahimahullah taala pia alikuwa ameeleza katika hotuba yake moja kuhusu kujitolea kwake na kujitolea kwa mke wake. mke wake Amatul Manan Kamal Sahiba alikuwa mwalimu mkuu wa zamani wa Fazl Umar Girls School Rabwa. Mwenyezi Mungu alimjalia watoto 4 ambao wapo kwenye mstari wa mbele katika jamaati na wote ni wasomi. binti yake mmoja ni Dr. Amatu Shukur Sahiba ambaye ni mke wa Dr. Abdul Hafiz Sahib, anaishi Marekani. huyu pia chini ya mpango wa Nusra Jahan Scheme ameendelea kutoa huduma katika nchi ya Gambia na Tanzania kwa miaka 11. pia marehemu alifanya kazi ya kielimu, ni mwandishi wa vitabu vitatu: Kamusul Roya, utabiri wa ndoto kwa msingi wa hurufe abjad, na kitabu cha pili ni Tasawuf Ruhani Science, na kitabu cha tatu ni Yad Ayyam, yani hali ya maisha yake. Inamul Haq Kausar, mbashiri mkuu wa Australia, anaandika kwamba marehemu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake kwa unyenyekevu sana na alikuwa mwenye kuwajali sana. anasema kwamba nilienda kuitembelea British Guiana. matawi matatu manne ambayo yalikuwa yamepatikana kwa kupitia marehemu, watu walimzungumzia sana kwa njia nzuri na walikuwa wametunza kwao picha yake. Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwake akasimamisha jamaat imara sana katika British Guiana. Laik Mushtaq Sahib, mbashiri wa jamaat Surinam, anaandika kwamba Maulana Mir Ghulam Ahmad Nasim Sahib alipoishi nchini Guiana kuanzia 67 hadi 69 aliitembelea Surinam mara 3, na kwa kuishi hapo kwa wiki kadhaa akaimarisha sana jamaat hiyo katika zama zile. Kwa msingi wa sababu mbalimbali, wingi wa wanajamaat walikuwa wamejitenga na Ahmadiyya, na walikuwepo Waahmadiyya wachache ambao hata hawakuwa na mawasiliano na markaz. katika hali kama hiyo, Maulana Saheb akatokea Guyana na kuja Surinam na akaitisha kikao cha kwanza mwaka 67 mwezi wa Septemba. watu 6 wakashiriki katika kikao hicho na wakaahidi kushikamana tena na jamaati. katika siku zile Maulvi Shah Munirani pia alikuwa amekuja Surinam kutoka Pakistan na alikuwa anatoa hutuba dhidi ya Ahmadiyya katika maeneo mbalimbali.
mola nasim saheb pia akafanya vikao mbalimbali na akaanza kutoa majibu ya shutuma zake na pia akafanya program mbalimbali kuhusu ukweli wa masihi maud alaihissalam. mei mwaka 1968 katika ziara yake ya pili, pamoja na kujenga msikiti, pia akaweka jiwe la msingi la kujenga mission house ambayo ujenzi wake ulikamilika katika miaka michache. akawapatia challenge imam wa lahori jamaat abdurrahim jagu na imamu wa suni jamaat, na pia akachapisha vipeperushi kadhaa juu ya ukweli wa masihi maud alaihissalatu wassalam. juni 21 mwaka 1968 kwenye kikao cha maswali na majibu kilichofanywa katika nyumba ya ahmadia moja, waislamu wenye shari wakawashambulia wa ahmadia. anasema kwamba meza kuu ilikuwa imewekwa mbele ya mlango wa chumba kimoja. watu walioketi upande wa kulia na kushoto wa maula saheb wakamsukuma maula saheb ndani ya chumba na wakafunga mlango kutoka nje. washambuliaji wakawashambulia wa ahmadia na wakawapiga kwa viti, na katika tukio hilo baadhi ya kinama pia wakapata majeraha. maula saheb akaendelea kupiga kelele kwamba nitoeni nje ili mimpia nipambane nao. alikuwa na ushujaa mkubwa. watu wenye shari wakaondoka na briefcase yake moja iliyokuwa na passport yake na vifaa vingine. vitu hivi polisi wakafanikiwa kuvileta, na baada ya kutokea tukio hilo marehemu akaongea na polisi na maafisa wahusika na akahakikisha kwamba wahamadia wanalindwa na wanapewa ulinzi. katika culture center akatoa hutuba juu ya islam na maswala yake ya kisasa na akawasihi waahmadia kushikamana na jamaat na markaz. hivyo kwa msaada wake jamaat hiyo ikasimama imara, na kwa fadhili ya allah wabashiri waliokuja baadaye pia wakaimarisha zaidi, na jamaat hii ni imara na mazbuti sana. mwenyezi mungu amwinue katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. marehemu anayefuata ni mheshimiwa dr ehsanullah zafar saheb, amir wa zamani wa jamaat marekani. siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri miaka 81. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili ya allah alikuwa musi. kwa muda mrefu aliweza kuitumikia jamaat kama sadr wa tawi lake na naib amir, na kisha kuanzia 2002 hadi 2016 akapata bahati ya kuitumikia jamaat marekani kama amir. alikuwa na sifa chungu nzima sana, mwenye kuwapenda wote, na alikuwa mpole sana. alikuwa na azma kubwa. ameacha nyuma mabinti wawili. mke wake miaka michache kabla alikuwa amefariki dunia katika ajali, na hata mwana wake pia alikuwa amefariki kwenye ajali ile. akavumilia sana tukio hilo na hakulalamika hata kidogo. binti yake dr hana mariam anasema baba yangu alikuwa mwema sana, na pamoja na kuswali swala na kusoma kwa tukufu na kutoa michango kwa wakati, daima alikuwa akifanya juhudi ya kuongeza uhusiano wake kwa allah. na katika siku mara kadhaa au akiwa peke yake au katika majlis alikuwa anafanya dua kwa kuinua mikono, na alikuwa hatafakari kwamba wengine watafikiri nini juu yangu. japokuwa alipata matatizo mbalimbali katika maisha, lakini alitufundisha kwamba sisi tumshukuru allah katika hali zote. anasema kwamba baba yangu alikuwa anaupenda sana ukhalifa. alikuwa na elimu pana sana kuhusu historia na dini. hata siku ile ya mwisho kabla hajaenda hospitali akasoma gazeti na akasikiliza hutuba na akaangalia interview mbalimbali kuhusu historia. alikuwa hatangulizi rai yake na elimu yake juu ya rai na elimu za wengine, bali alikuwa anasikiliza kwa utulivu na kisha kutafakari juu yake. alikuwa na elimu nzito ya Qur'an tukufu na tafsiri yake. anasema kwamba alikuwa anatuambia maana za Qur'an tukufu, na pia alikuwa anatuambia kwamba mafundisho hayo yana athari gani juu ya maisha yetu. katika maisha yake binafsi kipengele chake cha upendo kwa mtume kinaonekana wazi, na pia alikuwa na sifa ya kumshukuru mwenyezi mungu. anasema kwamba siku moja wakati wa chakula akaanza kufanya dua, na kisha akatuambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba zake saa nyingine walikuwa wakipata hali fulani ya njaa, kwamba hata walikuwa wakila chapati au tende pamoja na sirka, na sisi pamoja na vitu hivi vyote tunatamani kupata zaidi.
hivyo yatupasa kumshukuru allah. alikuwa na jaziba ya kuwasaidia watu wenye haja. mwaka 1967 akapata bahati kwenda makka. njiani akamwona mtu ambaye hakusema lolote kwa mdomo wake, lakini macho yake yakadhihirisha kwamba ye ana njaa. anasema baba yangu akampatia hela mtu huyo, na yeye akamshukuru kwa macho yake na akaelekea upande wa chakula. anasema miaka michache kabla akanunua kapeti za kituruki na akaleta nyumbani. kwa kuona kapeti hizi mama yangu akasema kwamba wewe umenunua kwa bei ya juu, sisi hatukuwa na haja zake. ye akasema kwamba mwanamke ambaye ameniuzia, hiyo ndiyo njia moja ya kipato chake, na mimi kwa kuona jaziba yake nikataka kumsaidia. daima alikuwa anaangalia sifa za watu wengine na si kasoro zao. alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba wasikate tamaa mbele ya matatizo, na daima waombe kitu kutoka kwa allah, na mungu akiwapatia basi wanatakiwa kurizika juu ya ridhaa yake. na alikuwa akitusihi na saa hiyo mara kwa mara. dr nasim rahmatullah saheb anaandika kwamba mimi tangu mwaka 1989 nimeendelea kufanya kazi pamoja na dr sanullah zafar saheb. alikuwa mtu muhimu sana na mcha mungu. alikuwa na uhusiano mzito na ukhalifa. dr mbashir mumtaz saheb wa marekani anasema kwamba alikuwa akiwapatia wajumbe wa amila maagizo kwa lahaja pole sana, na wasipoafiki na pendekezo la lake lolote alikuwa akiwafahamisha, na sio maana kwamba atumie nguvu juu yao, na alikuwa anaongea mambo yote kwa upole sana. mirza ehsan anaandika ya kwamba nimebahatika kufanya kazi pamoja na marehemu kwa muda mrefu. akiwa amir nilimwona akiwaunganisha waahmadia pamoja na ukhalifa na jamaat. alikuwa mtu wa kawaida sana, mwenye kupenda suluhu na mwenye kuwapenda watu maskini. alikuwa hana kibri, majivuno, maringo au ubahili. alikuwa mwenye kufungua hazina zake kwa ajili ya jamaat na watu maskini. alikuwa anasoma sana kurani tukufu, tafsiri na vitabu vya masihi maut. alikuwa hana majivuno, kibri au maringo, na alikuwa anaupenda sana ukhalifa. hata mimi mwenyewe pia nimeshuhudia likitokea jambo dogo tu na nikimwindikia, nimeona akidhihirisha kwamba amekosa utulivu, na alikuwa anafanya juhudi ya kutii maagizo yangu yote. alikuwa na shauku ya kusoma sana vitabu, na katika maktaba yake vitabu vinapatikana ambavyo nadra sana. alikuwa anapenda sana Qur'an tukufu. iwe majlis yoyote tuliko tunamwona akitafakari juu ya aya mbalimbali za Qur'an tukufu. kikao chake kilikuwa na sifa ya kuwavutia wote, na alikuwa mtu wa kawaida sana. alikuwa anaishi maisha ya kawaida sana. zahir bajwa saheb anaandika kwamba rafiki yangu moja aliniambia kwamba dr ihsanullah saheb alikuwa akija miskitini kwa ukimya, na alikuwa anafanya usafi wa miskiti na bafuni. nilipomuuliza sababu yake akasema kwamba kwa njia hiyo napata nafasi ya kusafisha roho yangu. alikuwa mnyenyekevu sana. kisha anaandika kwamba dr saheb daraja yake ya kumpenda allah na mtume saa salam na masihi mausam na makhalifa ilikuwa kubwa sana, na alikuwa anapenda sana Qur'an tukufu. anasema kwamba tukiketi kwenye gari nilikuwa naona kwamba alikuwa anawasha cd ya Qur'an tukufu, na nyumbani alikuwa anawasha mta. akija baitur rahman alikuwa anawasha mta na usomaji wa Qur'an tukufu, na katika nyumba yake zinapatikana Qur'an tukufu na tafsiri mbalimbali, na pia vitabu mbalimbali vinapatikana, na alikuwa anavisoma bila kukosa. mama wa dr saheb alikuwa akitamani kwamba dr saheb kila siku alipokuwa anasoma katika mji wa rabwa akutane na mirza bashir ahmad saheb, na pia akutane na maulana ghulam sur saheb rajiki, na pia awaombe kwamba wamwombe. dr saheb anasema kwamba nilikuwa anafanya juhudi kukutana nao, na anasema kwamba mafanikio yote na malezi yangu hayo yote yanatokana na
dua na maombi ya watukufu hawa. Alikuwa anawapenda wote, na haswa mapenzi na upendo ambao nimeuona katika macho yake kuhusu wahamadia maskini siwezi kueleza katika maneno. Na watu ambao walikuwa na hali nzuri lakini walikuwa hawaji mbele katika mstari wa kujitolea, dr saheb alikuwa anahisi sana huzuni zao na alikuwa anazihirisha. alikuwa akitamani sana kwamba kila ahmadia aelewe daraja sahihi ya masihi maut, na alikuwa akitamani kwamba wahamadia waelewe ujumbe wa masihi maut na wausambaze, na alikuwa anatafakari njia mpya kwa ajili yake. alikuwa anafanya juhudi sana ya kujenga misikiti. katika zama za uamiri wake misikiti mingi ilijengwa. alikuwa na itikadi imara juu ya maombi. safari moja katika kikao cha amila, mtu fulani aliongea jambo fulani ambalo lilikuwa linazuhirisha mapungufu katika azma ya dua. anasema kwamba mimi sikuwahi kumwona katika hasira kama nilivyoona siku ile. alikuwa anaishi maisha ya kawaida sana, na kama alikuwa na shauku basi shauku yake ilikuwa ni ya kujenga misikiti. alikuwa anakubali mambo ya watu wote, lakini mtu akisema kwamba tusijenge misikiti, hilo alikuwa analiona kwamba ni jambo baya sana. siha yake ilipokuwa sawa, alikuwa anakuja kila alhamisi na kusimamia usafi wa msikiti wa baitul nasr. mwenyezi mungu alimjalia kujitolea sana. mirza makhfur ahmad saheb ambaye ni amir wa jamaat marekani anaandika ya kwamba dr sanullah zafar saheb mwenyezi mungu alimjalia kuitumikia jamaat kama naib amir na kisha amir wa jamaat marekani. na ziara zangu nilizofanya katika zama za uamiri wake nilizifanya mara 3. yeye akasimamia mambo yote kwa bashasha sana na akasimamia maandalizi yote. anasema kwamba tangu miaka kadhaa kwa sababu ya marazi alikuwa amepata shida ya kutembea, lakini akaendelea kutekeleza wajibu wake wa uamiri kwa bashasha sana. katika maongezi yake alikuwa anaongea kuhusu masihi maud alaihissalam. alipokuwa anaongea alikuwa anaongea kuhusu masihi maud na kuhusu vitabu vyake. na kutoka maongezi yake tulikuwa tunaona kwamba ana uhusiano maksud hazur alah salam. pia alikuwa na uhusiano imara na wa utii na ukhalifa. kisha anaandika amir saheb ya kwamba maagizo yako tulipokuwa tunaipokea, ye alikuwa anafanya juhudi ya kuwafikishia waahmadia wote. mimi pia nimeangalia kama nisemavyo kwamba utii wa ukhalifa ulikuwa wa hali ya juu. alikuwa anaacha rai yake na alikuwa anaacha rai yake kwa bashasha sana. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu, amuinue katika daraja, awalinde watoto wake na awajalie kuendeleza mema yake. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.